Kwa jina naitwa Nasoro Rajabu maarufu mzee wa Simba. Wananijua sana Buguruni sokoni pale. Ukiuliza soko zima wananijua, hata mje watumia. Ni huaga na watuliza kabisa. Na mimi kwamba naomba mashabiki wa Simba, viongozi, mimi sipo upande wote. Mimi nipo kwenye mpira mara nyingi sana. Ila baadhi ya mashabiki wa Simba na wa Yanga wanafuata sana mkumbo. Nikisema mkumbo maana gani? Yule Selemani Mwalimu sio mchezaji wa Simba. Kama unaojua mpira. Yule mchezaji wa nani? Wa Wydad Casablanca. Pale kaja kwa mkopo. Nakuja mkupa mfano kama mchezaji wa Simba ni Mpanzu, alikuwa Mpanzu. Wanayanga walimtaka sana Mpanzu. Sio kweli, sio kweli. Walienda hadi kwao. Lakini Simba baada ya kuona umuhimu wa Mpanzu walibaki hajabaki. Ndio bana tunaambiaga mashabiki msifuate mkumbo. Na baadhi ya viongozi wa Yanga wanaleta siasa kwenye mpira. Na ndio maana mara nyingi sana wanatumia nguvu nyingi kuichafua Simba. Lakini kwa sababu mimi naujua mpira, ukienda sokoni pale Buguruni wote wananijua mzee wa Simba. Kwa hiyo nilichokuwa naomba mimi mashabiki wa Simba, yule mchezaji wa timu wa Wydad alikuja pale kwa mkopo Selemani Mwalimu. Kwa hiyo kama mwenye mchezaji anasema mimi huyu namuuza kwa milioni 1, sisi tunayemhitaji yule hatuna tufanye sababu ya kumnunua milioni moja kwa sababu ya uwezo wake. Unaforce vipi kumchukua? Uwezi leo hii Simba uwezi kusema kwamba kama Wydad wanamtaka labda milioni 80. Wewe masilahi kumchukua Selemani Mwalimu labda milioni 40. Unaforce kumchukua? Ina maana upo tayari kutoa hela ya kuchukua wachezaji 6 kwa mchezaji mmoja Selemani Mwalimu? Utakuwa wewe sio mpira. Na ndio maana mara nyingi Yanga wanasajili wachezaji kwa kufanyaje? Kwa kuichafua brand ya Simba. Lakini sio kwamba kwa kutaka matokeo ya uwanjani. Chama alienda Yanga hajaenda. Kacheza kwa mafanikio kama Simba? Alienda Singida hajaenda. Alicheza kwa mafanikio kama alivyokuwa Simba. Na ndio maana nikasemaje, hii kwani yenee tena isambaze. Tusifuate mkumbo, tusifuate siasa za mpira. Kuna timu ya Simba inacheza mpira nje hadi kimataifa. Lakini kuna timu ya siasa. Mashabiki wengi hilo hawalioni kwamba Yanga timu ya siasa na timu ya kuvuruga mipango ya mpira. Na ndio maana kama kiongozi mkubwa wa Yanga huwezi kuitwa TFF kwa niaba ya uchawi. Umenielewa? Kama wewe mtu wa mpira, kiongozi mkubwa wa mpira, huwezi kuitwa kwenye kamati ya nidhamu kwa niaba ya uchawi. Unasajili wachezaji wa mamilioni kibao afu unaenda kwenye jumba la dhahabu. Huyo mtu wa mpira huyo. Hiyo ieneze kabisa waisikie. Na wakiditaka wafuaje Buguruni pale sokoni. Upande wa miuza miogo na ndizi wanaitwa mzee wa Simba. Kwamba hawa watu sio wa mpira, watu wa kuchafua brandi. Na ndio maana JSM aliapa kabisa mimi nafanya chini juu kuishusha Simba. Mimi naongea kabisa waangalie vizuri. Sasa mashabiki wengi ndio maana nawababisha sasa hivi, kuanzia sasa hivi. Uweze kumchukua mchezaji wa hela kuchukua wachezaji 6 kuchukua mchezaji mmoja. Kwa hiyo mwalimu hataki kulaumiwa. Mwalimu sio kulaumiwa. Na Simba sio kulaumiwa. Mimi najua, na ndio maana mimi baadhi ya timu au mechi zikichezwa ni waga naambia watu hii mechi Simba tunashinda, hii hatushindi. Kwa sababu gani? Mimi naangalia mpira, siangalii timu. Kwa hiyo naomba washabiki wa Simba na wanaojua mpira, Selemani Mwalimu sio alikuwa kwamba sio mbaya, lakini alikuwa sio tegemeo kwamba Simba imefanya vizuri kwa sababu ya Selemani Mwalimu. Kwa kuondoka kwake. Kama unajua kuondoka kwake yule mchezaji na sio wa Simba. Ninachokataa kuilaumu viongozi wa Simba. Wewe unakubali moyo toela kununua wachezaji 6 kwa Selemani Mwalimu? Yaani kama Wydad anataka milioni 50, basi Simba watoe kwa milioni 50 kwa sababu Selemani Mwalimu aje kwa benchi aingie hesabu. Na ndio maana mchezaji wote alomtaka kocha pale kaja. Dumbia kamaliza na magoli mangapi kwenye ligi yao? Si ndio anaongoza? Unamwachaje Dumbia aje kuchukua mchezaji wa kutoka hesabu? Kwa hiyo sisi tunachoangalia sasa hivi mashabiki kupelekana kisiasa na ule ushabiki, akili atuangalie mpira uwanjani. Kwa hiyo mashabiki watulie. Na tunachoambia washabiki wa Simba, Simba hajengi timu. Nitajie kikosi cha kwanza cha Simba mwaka jana aliondoka nani? Yaani ukitaka ujue kwamba viongozi wanaangalia timu, wachezaji wote kikosi cha kwanza yupo, Mpanzu yupo, Libasige yupo, nani yuko pembeni yupo, Kibabage yupo. Ina maana hakuna mchezaji wa Yanga alikuwa anamtaka pale. Libasige Yanga hawamtaki. Mpanzu hawamtaki. Bora siasa tu. Kwa nini hawajachukua? Kwa nini hawajachukua? Wao wanaweza kunyang'anya wachezaji. Na ndio maana mimi kwa siku nasikiliza michezo redio karibia 6. Baadhi ya waandishi wachambuzi wa michezo hawajui uchambuzi. Kuna redio kama 3-4 wiki ya nyuma walisema Yanga wauni. Ishalewa Yanga hawapo kwenye usiliasi wa mpira. Kwa nini wanadaiwa kila siku wao? Lakini leo hii wanasifia Yanga kwa usiliasi kwani wanapotaka jambo lao. Ina maana timu inaosifika hadi FIFA kwa kudaiwa ndio timu bora hiyo. Wewe unajua mpira?
Yaani timu inasifika kudaiwa ndio unasema hii timu bora. Ukiuliza eti kila timu inadaiwa, kwa nini wengine wasipelekwe? Hiyo Singida haijawahi kupelekwa, kwa nini pelekwe Yanga? Sema. Ndio maana nakwambia mimi kwa siku nasikiza redio karibia 4 michezo. Mimi silali hadi redio zote michezo zinaisha. Kuna baadhi ya wachambuzi wanalipwa. Hilo naongea. Wanalipwa ukiwasikiza uchambuzi wao. Yaani leo wanakanda. Kesho likitokea tatizo ndio Simba wako makini. Ushaelewa? Yaani wanafanya kama vile kuipaka matope. Lakini mimi naongea serious. Usijali. Umeona? Kwa nini jambo la mwalimu liwe kubwa? Yaani leo yeye angeondoka Libasegei na mwalimu nani angelaumu? Kama wewe unajua mpira au kama unajua kikosi cha Simba, aondoke Libasegei abaki mwalimu, au aondoke Mpanzo abaki mwalimu. Kuna mchambuzi angesema sawa? Kuna mchambuzi angekubali? Kwa hiyo naomba wana Simba wenzangu, hii ni siasa ya Yanga. Wanajua kabisa kwamba hawatuwezi ndani ya uwanja. Kwa hiyo wanaleta siasa. Wanaleta nini? Siasa. Na wamewapa kabisa, sasa tunataka kuichafua Simba. Sasa maliza kabisa na dabi na kwa. Dabi nimekwambiaje, hawa wamechungulia. Kwani wale wao mwaka jana nani? Hawa wamechungulia, wanasema zile siasa nyingine tumeshindwa kuzipunguza. Bora tuiwezekane hii. Na huyo amemnunua sio kwa kuanza first 11. Wewe unaweza kumweka mchezaji aliyotaka Mamelodi uje kumchukua Selemani Mwalimu? Ina maana kwa ulipotea au? Ina maana kumsajili wewe ulipotea? Au utamtumia kama nimekuuliza wewe, kwa hiyo unataka benchi anatoka Mamelodi? Hawezi kukaa. Kwa hiyo ataka benchi na Selemani Mwalimu. Sasa kwa nini wewe issue kubwa kuliko yule anatoka Mamelodi? Maana Selemani Mwalimu ndo kashika issue kubwa, limeonekana swala kubwa kuliko yule anatoka Mamelodi. Na ndio maana acha naambia tena wachambuzi, chambueni mpira. Mimi hata Simba kinapokosea nasema hapo amekosea. Lakini wewe unakuwa mchambuzi afu unakuwa unaenda kwa vipindi. Leo unaponda leo, kesho unamsifia. Wewe sio uchambuzi. Ngara, wewe sio uchambuzi, chambua mpira. Kwa hiyo mimi nichukua mashabiki wa Simba, hii ni siasa ya mpira. Kwa sababu kikosi cha Simba kipo vile vile. Na mimi nataka kukwambia, hilo ninakwambia kesho utakuja kulitafuta. Nitakuachia namba ya Simba. Kesho ukitaka waamini kwamba washakubali na mziki huu mkubwa. Katika timu za mwaka Simba na Yanga msimu huu alosajili wachezaji wengi nani? Sio Yanga. Sasa kesho utakwambia kama wataanza kikosi watu 6 kikosi cha kwanza, wewe utakuja kuniuliza. Watachezesha wale wa zamani, washajua kaza tu usajili sio. Umeelewa? Wataanza wale walikuwa wanaotia maji mwaka jana, ndio wale wataanza kesho. Leo utakuja kuniambia. Kama wangeona kwamba yule mchezaji striker bora, hao wachezaji usajili wote walofanya bora, kesho waanzishe watu 8 au 7 wageni waanzishe. Kama hawajakutana na mvua pale. Kwa sababu sasa tutengeneze timu, sasa timu yetu ile ile. Kibabage utamuona, Libasegei utamuona, Mpanzu utamuona. Na kocha wetu sasa tutegemee striker. Na ndio maana wanashinda mechi zote tunazocheza asilimia kubwa wale wanapaki basi. Kweli sio kweli? Kwa sababu hawajui wamkabe nani. Hawajui wamkabe nani. Huyu anakuja, huyu anakuja. Huyu moto. Na ndio maana hawa wanajihami. Kwa hiyo sisi tunachoomba, alafu narudia tena kupanda wa wachambuzi. Kama unajua soka uweze kusema Simba na Yanga tu wanagombania ubingwa. Huko ni kuizalilisha ligi. Ina maana Azam hataki ubingwa. Singida hataki ubingwa. Kwa nini useme Yanga tu? Yaani Selemani Mwalimu ndo aje kwa ajili ya Yanga ubingwa? Wewe unachambua mpira kweli? Ina maana usajili wote alifanya Azam hawezi kuchukua ubingwa. Ndio je, si unauliza? Ina maana Azam usajili wote alotupa hawezi kuchukua ubingwa? Na ndio maana nikakwambia kuna watu wanachukua ubingwa sio kwa mpira uwanjani. Shaelewa? Wewe kama umesajili una nini uende kwenye jumba la dhahabu? Wewe unasajili nini sasa? Yaani ule shauri leo mpeleke kwenye jumba la dhahabu, akafanyaje? Akachoma sindano? Yaani unaweza kujibu, wanipe majibu. Na wachambuzi zao waniambie, shauri anapelekwa kwenye jumba la dhahabu, akafanya nini? Yaani isambaze. Wanijibu, wanaenda kule kufanya nini? Wewe kama kiongozi wa mpira huwezi kupelekwa kwenye kamati ya nidhamu kwa ajili ya uchawi. Wewe usajili, ingiza pale. Hata kama kuna viongozi wengine wanakuambia twende huko, kuambia shauri mimi namwamini. Atanionyesha uwanjani. Neno la mwisho mimi nabaki kwenye mstari wangu. Viongozi si walaumu kwa sababu ule mchezaji wa Wydad wenyewe wameamua tumekataa 10,000 tunataka 20,000. Sema silaha ya kutoa 20,000 kwa Selemani Mwalimu hatuna, tumemruhusu kaondoka. Kuna wachezaji wamechukua hela kuliko Selemani Mwalimu. Kama unajua mpira, kuna wachezaji ndani ya Simba wamechukua hela kuliko Selemani Mwalimu. Sasa kwa nini walimtambulisha siku ile? Kumtambulisha yule mchezaji, kwani msemaji wa Simba ndo msajili?
Ali Kamwe kamsajili mara ngapi Chama? Ali Kamwe kamsajili mara ngapi Chama? Kwamba anakuja kucheza Yanga, anakuja kucheza Yanga. Ndio maana nakwambiaje mimi naujua mpira. Ali Kamwe hajamsajili Chama miaka minne. Kacheza hajacheza. Sasa msemaji kusema ndio maana ikaitwa ile show. Na ndio maana wenzetu walipofungwa goli mbili hajavaa jezi siku ya 3. Jezi hazivai na hazijazuziki. Yaani baada ile mechi kufungwa wameona kama tayari washapoteza kombe au washatolewa kimataifa. Selemani Mwalimu atabaki kwa mchezaji wa Yanga na nimerudia tena narudia. Selemani Mwalimu amalizi msimu. Kwani Chama kaka miezi mingapi? Kule anaenda kuchukua pensheni. Wewe mchezaji unamwona kwamba huyu sasa anataka kula hela bure, mpeleke kule. Kwa sababu kule wanasajili kwa sifa basi lazima achukue tu. Mimi naomba asanteni sana. Naomba wana Simba tusiwalaumu viongozi, ule mchezaji swali kwa Simba, useme labda Simba wamemwacha hawajaongezea mkataba. Ule mchezaji wa watu, kwa wao wenyewe wameamua kwamba hatutaki hiki tunataka hiki, wamemruhusu aondoke. Uweze kumsifi mtu wangu aweze kujisifu